Ripoti inaonyesha ukuaji wa shughuli za kibiashara. Ni sekta zipi zimefanya vizuri zaidi na kwa nini? Kuna sekta ambazo zimefanya vizuri. Kwa mfano, sekta ya utalii ni sekta ambayo inaonekana inafanya vizuri kutokana na kwamba ni sekta ambayo ukiangalia ile kuanzia 2019 wakati wa uviko ni sekta ambayo ilipata kuathirika kwa kiwango kikubwa sana, na ukiangalia ni moja ya sekta ambayo ndio ambayo inaingiza fedha za kigeni zaidi katika nchi yetu, lakini vile vile ndio sekta ambayo inachangia kwa kiwango kikubwa kwenye GDP yetu kwa pato la nchi yetu. Ni moja ya sekta ambayo inachangia, nadhani sekta ya pili ambayo inachangia kwa ukubwa katika uchumi wetu. Kwa hiyo ndio sekta ambayo inaonekana imefanya kwa kiwango kikubwa, na ndio maana unaona kwamba kuna idadi ya watalii imeendelea kuongezeka Tanzania. Lakini vile vile kuna sekta kama ya madini na yenyewe imeendelea kufanya vizuri. Hiyo ni kutokana na kwamba uwekezaji umeendelea kuongezeka, wako wawekezaji pia, maeneo pia ya uchimbaji nayo yameendelea kuongezeka. Tumezidi kuona kwamba kuna maeneo ambayo mbalimbali yanafunguliwa kwa ajili ya shughuli za uchimbaji, lakini pia wachimbaji wale wadogo na wenyewe wameendelea kuwa na uwezo zaidi wa kuweza kuzalisha au wa kuweza kuchimba zaidi madini. Kwa hiyo ni sekta ambayo inafanya vizuri, lakini vile vile inafanya vizuri kutokana na kwamba sasa tumeweza kuwa na mitambo ambayo inasaidia kwenye kusafisha, kukata zote hizo. Kama unakumbuka kuna vile viwanda vilifunguliwa Mwanza, kule Geita, hivyo vyote kwa ajili ya kuweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba wanaongezea thamani madini yetu. Kwa hiyo yote hiyo imeweza kusaidia sekta hii kufanya vizuri, lakini vile ni kutokana na udhibiti ambao umeendelea kuwepo kwenye sekta ya madini. Kama unakumbuka ni moja ya sekta ambayo marehemu Dr. John Pombe Magufuli alikuwa ameweka mikazo na alikuwa anaweka kila njia kuhakikisha kwamba fedha na madini hayatoroshwi nchini. Kwa hiyo na yenyewe imesaidia sana kwa kiwango kikubwa katika kuweza kuongeza mapato. Lakini sekta nyingine ni pamoja na usafirishaji, yenyewe pia imeendelea kufanya vizuri. Unaweza kuona kwamba ukiangalia sekta ya usafirishaji inafanya vizuri sana. Ukienda kwenye malori, kwenye nini, transit goods na nini, tunafanya vizuri zaidi kwa sababu kuna nchi ambazo bado zinaitumia bandari ya Dar es Salaam, inatumia bandari za Tanzania. Kwa hiyo bidhaa zao zinapokuwa zimefika bandarini hapa zinakwenda kule, lakini usafiri wa anga na wenyewe unaendelea kufanya vizuri. Usafiri wa majini, reli, vyote hivyo ndivyo ambavyo vinaendelea kufanya kwamba kuwa na sekta ambayo inafanya vizuri.